Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya majira na wakati ambao umetupa. Asante kwa neema na kibali cha jioni ya leo na usiku wa leo, kwa kuwa wewe ni Mungu katikati ya miungu na katikati ya falme, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Kichwa cha leo kinasema Mungu hakutenda miujiza kwao kwa sababu ya kutokuamini kwao. Mungu hakutenda miujiza kwao kwa sababu ya kutokuamini kwao. Haleluya. Kwa hiyo miujiza ilizuiliwa kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 anasema, Biblia inasema, wala kufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Miujiza inaweza ikaja saa hii ulipo hapo. Ninapozungumzia miujiza, manake Mungu anakusaidia maeneo ambayo akili yako imekwama, madokta wamekwama, wewe mwenyewe unafanya biashara huoni mlango. Na ndio maana nazungumzia Mungu anafanya miujiza mahali ambapo hapana mtu anaweza fanya. Shanielewa? Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Haleluya. Kwa hiyo kuamini kwao ndio kulileta matokeo ya miujiza, na kutokuamini kwao matokeo yalifanyika machache. Na kinachoweza kuvuta miujiza ambayo unahitaji kwa maji, au unahitaji miujiza ya kuombea kitu fulani ndio upokee miujiza, hiyo miujiza sio halisi. Miujiza halisi ni ile ambayo unapokea kwa sababu ya kuamini kwako. Bwana asifiwe. Wala kufanya miujiza mingi kwao kwa sababu ya kutokuamini kwao. Maana yake kuamini kwao kulileta itilafu, kwa kutokuamini kwao kulileta zuio. Maana yake kama moyoni mwako uamini, kunaleta zuio, na hilo zuio linakuwa ukuta, ambao ukuta unaweza kuzuia kutokuamini kwako kusitokee muujiza. Bwana asifiwe. So ukishaamini kwamba nina uwezo wa kufanya jambo hili, Mungu anatumia miujiza mahali ambapo naamini. Haleluya. Na ndio maana nataka nikwambie miujiza ambayo Mungu anaweza akaiachilia jioni ya leo kwenye maisha yako, ni wewe utaamini na Mungu ataachilia miujiza jioni ya leo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mungu akafanya miujiza kwa mikono ya kina Paulo ya kupita kawaida. Mungu akafanya miujiza kwa mikono ya kina Paulo kwa kupita kawaida. Umenielewa? Yaani kuna maisha ya mwanadamu yanahitaji muujiza. Muujiza sio sana. Muujiza unahitajika kwenye maisha yako. Lakini ili muujiza utokee, wanaweza wakaja wahubiri wakubwa, lakini unaaminije ili kupokea nguvu za Mungu? Maana yake ili Mungu ashuke, anataka uwe na uhakika kwamba Mungu anaweza kuliondoa tatizo. Kuamini ni kusadiki. Kusadiki kwake maana yake ni kukubaliana na kile kilichosemwa, ni kuwa na uhakika na jambo linalosemwa kwamba hili linaweza kufanikiwa. Ninaposema kuamini, unaamini kwamba nikivua samaki kwenye mtu nitavua samaki. Unaanza kuweka nyavu yako na unapata samaki. Maana yake uliamini kwanza. Haleluya. Unalima shamba, unapanda mbegu, unaamini mvua itanyesha. Kuamini kwako ndicho kutaleta matokeo makubwa. Haleluya. Unaanza huduma sawa, hauna watu, lakini imani yako inakwambia siku moja utakuwa na watu. Imani inachokuambia usiache hiyo biashara unayofanya,
kuamini kwako, miujiza itafanyika. Haleluya! Mazuio yanayokuja yanayopingana na kuamini kwako. Kwa nini Paulo miujiza ilifanyika sio kawaida? Aliamini lile neno Mungu alilosema, utabandika mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Kwa nini wagonjwa watapata afya? Kwa sababu ya kuamini kwao. Haleluya! Kuamini kwao ndicho kutaleta matokeo na miujiza. Kwa nini miujiza itatokea? Kwa sababu ya imani ya kuamini kwao. Sijui unanielewa? Lakini kama ndani yako haujatengeneza kuamini, hakuna miujiza. Sijui unanipata? Na ukishaamini kuna miujiza inafanyika juu yako. Bwana asiye. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia 3:5, basi yeye afanyaye roho na kufanya miujiza kati yenu, yeye afanyaye roho na kufanya miujiza kati yenu. Haleluya. Basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Anafanya miujiza kwa kusikia kunakotokana na imani. Kwa unaposikia na ukaamini, Biblia anasema imani chanzo chake ni kusikia. Maana yake kusikia kunatengeneza imani. Baada ya kutengeneza imani, kunatengeneza kuamini, kunatengeneza uhakika. Baada ya hapo, miujiza inaanza kutokea. Haleluya. Maana yake miujiza inaanza kutokea. Ninachotaka nikwambie ni majira ambayo usiku wa leo nataka Mungu afanye miujiza kwenye maisha yako. Na hiyo miujiza ifanyike ambayo sio ya kawaida kwenye maisha yako. Jioni ya leo Mungu afanye miujiza ambayo haujawahi shuhudia toka unazaliwa. Sijui unanielewa ninachosema? Biblia inasema Mungu akafanya miujiza, akasema imani yenyewe inakuja kwa kusikia na chanzo chake ni kusikia, na katika imani hiyo kunatokea miujiza. Nami nataka nikuombee, ukiwa mtu umeamini leo, usisahau kusubscribe na usisahau kushare, na Bwana ataleta miujiza. Uwe na imani. Yaani tu nataka nikutengenezea imani ndogo kama hii ambayo ukigusa au kusubscribe kwa imani yako, hakikisha Mungu, nina subscribe neno lako, nina share na kucomment kwenye neno lako, ninaomba roho ya umaskini inaachia. Uwe na uhakika itakuachia. Haleluya. Na kuna wakati mwingine mtu anaweza kaamini kwa njia ya chakula cha Bwana, na wakati mwingine mtu anaweza kaamini kusubscribe, kusikiliza, ukasema, au mafundisho mbalimbali yaliyoko kwenye mtandao wa YouTube, yaliyoko mtandaoni wa Facebook, ukaamini kwa imani kwamba Mungu, nikisikiliza haya mahubiri mpaka mwisho kuna matokeo nitapata. So unaposikiliza Mungu analeta matokeo. Kwa ninachokufundisha ni imani ambayo ndani yako chanzo chake ni kusikia. Biblia inasema kwa mikono ya Paulo Mungu alifanya miujiza ya kupita kawaida. Na mimi ninasema saa hii Mungu atafanya miujiza kwa yule unaye subscribe, kwa yule ambao unasikiliza kipindi hichi. Mungu atafanya miujiza ya kupita kawaida. Mungu wa rehema, naomba toba juu ya mtazamaji huyu ambaye yuko kando na anasikiliza mahubiri haya ambayo ninafundisha. Chanzo cha imani ni kusikia. Bwana, nimesikia habari za kina Elia, nimesikia habari za kina Elia, nikasikia habari zako. Wageuza mikate miwili wakala watu 5,000. Nani ya Bwana, ninatangaza leo uwepo wako kati ya mtu huyo ambaye yuko kando anafuatilia kipindi hichi. Miujiza ipite katika maisha yake, mahali kwenye pito lake, mahali
ambapo haoni mlango, mahali ambapo ana madeni lakini ana msaada, mahali ambapo nyumba yake imetangaziwa kuuzwa, gari la kutembelea, mahali ambapo hana msaada hata kulipa kodi, mahali ambapo hana mlango, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu, haijalishi ana duka lakini taji ya uongezeke. Leo ninatangaza neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akufanya miujiza kwa sababu ya kutokuamini kwao, lakini huyu ameamini. Kwanza tu ameonyesha subscribe yake, kwanza tu ameonyesha comment kwake, kwanza tu ameonyesha mkono wa baraka. Leo ninatangaza miujiza isiyo ya kawaida kati ya maisha yake kwa damu ya Pasaka wa Nazareti hai, kwa damu ya neema. Mungu samehe maisha yake, achilia rehema zako, samehe maisha yake. Ninaachilia nguvu za Mungu juu yako. Kila mlango wa kuzimu, kila mlango wa kichawi, kila mlango wa kishirikina usiwe na nafasi juu yako katika Kristo Yesu. God bless you. Mungu akubariki. Mungu akutendee miujiza. Mungu akubariki wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki na unaendelea kusubiri kwa njia ya mtandao.